Simba anashinda ushindi wa magoli 3-0. Ushindi ambao una maana kubwa, hivyo basi kujiweka nafasi ya pili katika msimamo wa ligi, huku sasa wakiwa na idadi sawa na Young Africa kwa michezo waliocheza, yani michezo 18, huku Yanga akiwa na pointi 44, Simba Sports Club akiwa ana pointi 39, tofauti ya alama 5. Moja ya magoli ambayo leo alifungwa, goli kali leo la siku ya leo, lilikuwa ni la Libasegwe, goli aina ya twist and turn, akiwapunguza mabeki na kuingia ndani ya box na kufanya Kevin, magoli ambayo ni bora sana ambaye anafungwa huko Ulaya bana. Simba leo amecheza sana vizuri, na ukiangalia leo pia Elim Panzo aliingia na kusababisha goli la 3 ambapo Mgunda alijifunga. Hii inaweza kusema ndo ile Simba ambayo tulikuwa tunaisubiria, Simba ambayo inaweza ikapambania ubingwa, na inawezekana kabisa, na nafasi ya ubingwa iko wazi kwa jinsi wanavyocheza wachezaji wa Simba, wanacheza kwa moyo mmoja, na mimi Yanga hatuwezi tukasema kwamba anaweza akashinda michezo yake yote iliyobaki, hivyo basi na yeye anaweza akapoteza. Simba cha kufanya yeye ni kuendelea kukaza kwenye msimamo huu wa ligi, kwani wana mchezo tarehe 3 Mei, wanaweza kuutumia kama sehemu ya ushindi bana. Mechi ya leo kwanza ilikuwa imetawaliwa na ufundi mwingi, ambapo tunaangalia Kibabage hachoki uwanjani, na kama nilivyotangulia kusema na naendelea kusema, Chama ni mmoja wa wachezaji wazuri sana, na leo ndo amesababisha kiungo ya timu ya Simba Sports Club icheze kwenye umaridadi wake, tunaweza nikasema, huko akisaidiana sana na Alessandro Kante. Alessandro yeye ni mzuri wa kwenye kukaba, lakini Chama yeye ni brain, anatumia akili sana, na ukiangalia hata goli alilofunga Chama ni movement alianzisha yeye kwenye mpira, second ball Kufa anashindwa kuokoa, Chama anapiga kwa mguu wa kushoto. Hii ndio ile Simba ambayo tulikuwa tunaitengeneza, Simba ya mwaka 2018 ya kina Mixon, Simba ambayo ilikuwa bora sana, na hii Simba kwa jinsi inavyoendelea kutengenezeka itakuwa ni moja ya Simba dume sana kwa kucheza. Na uwepo mwingine wa kiungo Luemba leo bana akacheza sana vizuri. Tuache watu ule uongo, Luemba alipoingia alibadilisha sana mchezo, na Luemba ametoka kwenye majeraha. Kumbuka ametoka kwenye majeraha na ameingia amebadilisha gia ya mchezo, na amesababisha Simba ikiwa imeshambulia sana. Mechi ya leo Simba alikuwa anashambulia sana kwa asilimia naweza nikasema zaidi ya 90, ile kwenda rudi, nenda rudi, na magoli mengi sana amekosa ya Selemani Mwalimu, amekosa nafasi za wazi, na vile vile ukiacha nafasi za Selemani Mwalimu kuna nafasi ambayo pia amekosa Libasegwe, nafasi ambazo pia zilikuwa ni clear chances, tofauti na Fountain Gate ambao walikuwa kiujumla mchezo mzima walikuwa wamekaa nyuma tu, na Simba walikuwa wanachokifanya ni kuwalazimisha kufanya makosa, hivyo na wakapata goli la kwanza kupitia Chama, makosa yale ya clear ball na mpira ukuondoka, na poor marking ya mchezaji, kwa sababu yule mchezaji hata hakumsukuma. Unaweza ukaona hakumsukuma Chama, na Chama akaweza kukevu kwa mguu wa kushoto na kuwaita tena kati, na Chama kushingilia kuonesha kwamba bado tunatafuta magoli, na ni angry. Hakuna mda ajui ubora wa Chama, na kutokushambulia kwake unamuelewa zaidi kwamba mwaka huu ana mean business. Bana, hii ndo Simba ile ambayo tunaijua sisi. Kesho Young Africa naye atakuwa uwanjani, lakini kwa leo Simba amesekiwa alama zote 3. Ikumbukwe Simba sasa hivi ndio anachanganya. Watu wengi wanasema anatengeneza timu, lakini sidhani. Naamini kuna kitu anakitafuta kwenye huu msimu, kwenye kombe kuna kitu anakitafuta kuelekea mitatu, kuna kitu kitatokea. Na kwa leo salute sana wekundu Msimbazi Simba. Tukutane kesho tena kwenye mechi ya Young Africa akiwakaribisha Mbeya City. Kesho Yanga atacheza na Mbeya City, hivyo tutakutana tena pale kwenye hichi kijio chetu cha kuweka points na magoli mengi ambaye yanafungwa ya ligi kuu. Kama unakosa goli zipo hapo kwenye shots, hakikisha pia
una subscribe. Bonyeza alama subscribe hapo. Ukishamaliza kubonyeza alama subscribe, bonyeza like. Ukishamaliza kulike, share ndugu yangu. Tuondoke tuwe wengi zaidi, tufike 10,000, 100,000. Ndo dream yangu tufike huko. Narekodi video hii leo nikiwa naisemea mechi ya Simba, ila naamini siku moja tutakuwa kwenye mitambo tunaelezea mechi kubwa zaidi. Inshallah.